Bwana, mambo vipi? Hapa ni official Zungu_. Karibu tuiangazie ziara anayoifanya rais wa Urusi Vladimir Vladimirovich Putin katika nchi ya China inayoongozwa na Xi Jinping. Ni kwamba kwa sasa hivi katika hii dunia, cha muhimu cha kufahamu ni kwamba Mchina hakwepeki. Yaani ukitaka mambo yako yaende ni lazima ushirikiane na Mchina, na hii imedhihirika mara baada ya nchi mbili ambazo ni superpower kufanya ziara China ndani ya kipindi kisichopungua siku 10, kwa maana ya kwamba tulimuona Donald Trump na leo tumemwona Vladimir Putin. Sasa kwa Urusi ni ziara muhimu sana ya kimkakati ambayo lengo kuu ni biashara, kama ambavyo ilikuwa ziara kati ya Marekani pamoja na China, ila kwa Urusi ina maana kubwa zaidi, na ni kwa sababu ya mradi mkubwa wa ujenzi wa bomba la gesi ambalo linaitwa Siberia 2. Ili ni bomba ambalo linatoka Urusi, linapita katika nchi ya Mongolia, alafu linaingia katika nchi ya China. Unafahamu kwamba Urusi yupo katika vikwazo vikubwa vya kusafirisha gesi yake kwenda katika nchi za Ulaya, na hata bomba lake lile la Nord Stream 2 ambalo lilikuwa likitoa gesi Urusi kwenda Ulaya lilishambuliwa. Kwa hiyo hivi sasa Urusi anajaribu kufanya kila afanyalo kutafuta masoko mengine ya kuuza gesi yake. Moja kati ya masoko ya uhakika kabisa kwa sababu ya wingi wa watu na jiografia ilivyo ni soko la China. Hivyo kuna mradi mkubwa sana wa bomba la gesi ambalo linatoka Siberia linapita katika nchi ya Mongolia, wa Mongolia kina Osman Bey kipindi hicho, sawa alafu linakatiza linaingia katika nchi ya China. So mshikaji anatafuta masoko kwa sababu tunafahamu kwamba ana vikwazo vikubwa sana ambavyo amewekewa kufuatia vita ambavyo vilianza kati ya Ukraine pamoja na Urusi. Na unafahamu kwamba ukichukua mataifa yote, taifa ambalo moja kati ya mataifa ambayo yanafanya biashara kubwa sana na Urusi ni taifa la China. Kwa hiyo Mchina kwepeki, Mchina anaonekana kama fursa kubwa kweli kweli. Hilo ni swala la kwanza. Swala la pili ni swala la migogoro ya dunia ambayo inaendelea. Mrusi ana mgogoro wake kati ya Ukraine, lakini pia kuna mgogoro wa Iran ambao unaendelea Mashariki ya Kati. Nadhani itakuwa ni ajenda kubwa ambayo itazungumzwa kwamba hii migogoro inaathiri vipi mienendo ya dunia, hususan katika uvurugaji wa biashara. Tumeona kile ambacho kinaendelea Strait of Hormuz, ingawa Urusi si muathirika, lakini mshirika wake mkubwa ambaye ni China ni muathirika, ingawa meli zake zimekuwa zikipita, lakini si katika mtiririko ule ambao tumeuzoea. Kwa hiyo ni swala lingine kubwa ambalo litazungumzwa kwa ukubwa, kwamba migogoro hii ya dunia, hili la Ukraine, lakini pia hili ambalo linazidi kufukuta kati ya Iran, Marekani pamoja na Israel. Lakini pia biashara lazima itachukua nafasi, kwa sababu ukiangazia Urusi na China wamekuwa na ushirika mkubwa sana katika viwanda. China anauza sana Urusi vipuri mbalimbali vya viwanda, wakati Urusi anamuuzia sana Mchina mambo ya gesi na masuala kama hayo. Kwa hiyo ni lengo kuu la hii ziara ni biashara, kwa sababu Marekani ametoka, lengo lake kuu ilikuwa ni biashara. Of course pia Mrusi lengo lake kuu ni biashara, kuendelea kukamata soko la Uchina, kwa sababu Mchina na raia wengi. Unajua hizi nchi za Ulaya nyingi hazina raia wengi ukijumlisha na Uchina. Kwa hiyo ukifungiwa kufanya biashara na nchi kama hata 10-15 za Ulaya, lakini ukilikamata vizuri tu soko la China, basi unakuwa umefidia zile nchi zote, kwa sababu ya idadi ya raia wa China pamoja na wingi kwa maana ya watu wa China. Kwa hiyo masuala makubwa ni hayo. Kwanza kabisa ni biashara na mradi ambao wa Siberia wa bomba la gesi, lakini pili ni swala la Ukraine pamoja na Urusi, lakini tatu ni masuala mazima ya biashara, tena masuala ya viwanda. Wamekuwa na ushirikiano mkubwa, lakini pia wanakwenda kuadhimisha miaka 25 ya kihistoria tangu wamesaini mkataba wa mwisho wa ushirikiano kati ya China pamoja na Urusi, na China anakuwa mshirika namba 2 hadi namba 3 wa kufanya biashara kwa wingi na Urusi, na hivi sasa kwa hali inavyoenda nadhani ni mshirika namba 1 wa Urusi katika masuala mazima ya biashara. Ni nchi ama ni mkutano unaomkutanisha rais anayetoka kwenye nchi kubwa zaidi kijiografia duniani na rais ambaye anatoka kwenye nchi yenye watu wengi zaidi duniani, kwa maana ya kwamba Xi anatoka China, nchi yenye watu wengi zaidi duniani, wakati Vladimir Putin anatoka Urusi, nchi kubwa zaidi kijiografia duniani. Kwa mtu ananiambia vipi, watamsema Trump kidogo mazungumzo sio rasmi, kwaje hapo, lakini ni ziara ambayo inamaanisha
ushirikiano kati ya washirika ambao wote ni wanaamini katika siasa za mashariki. Hapa ndio Official Zungu_, tuchambue pamoja hapo chini.